Naitwa Happiness Msanga, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Karagwe. Nipo hapa niseme au nitoe ufafanuzi wa shughuli mbalimbali ambazo zinafanywa na halmashauri yetu ya wilaya ya Karagwe, hususani kwenye masuala ya maendeleo. Kwa upande wa shughuli za maendeleo huwa tunatekeleza miradi, lakini pia tunatoa na mikopo ile ya 10% kama ambavyo sheria ya fedha sura ya 290 ya serikali za mitaa inavyotuelekeza, lakini pia mwongozo wa utoaji wa mikopo wa mwaka 2024 ambao umefafanua zaidi kuhusu sheria hiyo ambayo inatutaka tuwe tunatoa mikopo kwenye makundi matatu, kwa maana ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Na mikopo hiyo malengo yake makubwa hasa ni kumwinua mwananchi au kuyainua makundi haya kiuchumi. Kwa hiyo tuna matumaini anapotoa mkopo anakuwa na shughuli ambayo anaenda kuifanya ya maendeleo, na akisha ifanya ile shughuli atarejesha zile fedha, zitaenda kumsaidia mwingine. Kwa hiyo ndio maana huwa tunasimamia vizuri kabisa mwongozo na taratibu za serikali ambazo zimewekwa. Na katika mwongozo huo uzuri una ngazi kama 3 ambazo zinafanya ufuatiliaji na maamuzi ya nani apewe mikopo na nani asipewe mikopo. Kuna ngazi ya kwanza ni ngazi ya kata. Kule ngazi ya kata mwongozo uliweka wazi kabisa kwa nini wao washiriki, kwa sababu ndipo wanapotoka wananchi wetu. Na kule kuna kamati ya utoaji mikopo ambayo mwenyekiti wake anakuwa mtendaji wa kata, katibu wake afisa maendeleo ya jamii ngazi ya kata, alafu wajumbe wake wanakuwa ni wale wataalamu wote ambao wapo kwenye ngazi ya kata, ukijumlisha na watendaji wa vijiji. Hawa kwa nini wapo kule, na kazi yao kubwa ni kuwatambua wale wanaomba mikopo kama wametokea maeneo yale, lakini kile wanachoombea mikopo ndicho kinachofanywa na kadhalika. Na wao wakibaini kasoro, wao wanatoa maoni kwenye ngazi ya kamati ya wilaya ya ufuatiliaji wa mikopo. Kwa hayo yote huwa yanaanzia kule chini, na wao kama wana doubt na mtu au kikundi ambacho kimeomba fedha kuhusu matumizi yake na uendeshaji wake wa shughuli, wao wanatoa maoni. Lakini wakishatoa maoni, inakuja sasa ngazi ya wilaya ambayo mwenyekiti wa ngazi ya wilaya, kwa maana hii ni timu ya halmashauri ambayo mwenyekiti wake anateuliwa na mkurugenzi mtendaji, katibu wake anakuwa afisa maendeleo ya jamii wa wilaya, na baadhi ya wataalamu sasa kama ndio wanakuwa wajumbe kama afisa biashara, mweka hazina, afisa ushirika. Hao wote wanakuwepo mule, afisa ustawi wa jamii, kwa ajili ya kupitia nyaraka na kujiridhisha wanakidhi vigezo, wanakidhi sifa zilizomo kwenye miongozo, wanachokiomba je kitafika mwisho, wanaweza wakafanya biashara au ule mkopo unaweza ukafanya kazi wa kile anachokiomba na wakaweza kurejesha. Kwa sababu mkopo hii pia sio hisani, ni mkopo kama ilivyokuwa mikopo mingine, inapaswa irejeshwe ili na wengine nao waweze kupata zile fedha zao. Kwa hiyo huwa tunaenda hivyo. Ngazi ya halmashauri, ile timu ya ufuatiliaji ikikamilisha, tunaenda sasa kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya, nao wana kamati pale, ipo kwa mujibu wa taratibu, ambayo mwenyekiti wa ile kamati ni katibu tawala, lakini katibu wake anakuwa afisa maendeleo ya jamii wa wilaya, lakini wajumbe wake wanatoka kwenye ofisi ya TAKUKURU, ofisi ya DSO, ofisi ya OCD. Hawa nao wanaenda kujiridhisha hii kamati ya pili ilichosema kipo sawa. Kama hakipo sawa, nao pia wana mamlaka ya kusema hawa kweli sasa wanastahili kupata mikopo au hawastahili kupata mikopo. Lakini kwa ujumla wake, pamoja na hizi taratibu zote ambazo nimewaelewesha hapa au kuwaelekeza hapa, ambazo zipo kwa mujibu wa sheria, halmashauri inatoa mikopo. Tukianza, kama mnakumbuka, utoaji wa mikopo ulifungwa almost karibia mwaka mmoja, na ukaja kufunguliwa mwezi Aprili 2024. Na katika kile kipindi cha kipindi cha 2024, ile miezi 3 tu baada ya kufungua, sisi pia tulitoa mikopo. Tulitoa almost mikopo ya shilingi milioni 454, ambapo tulitoa kwa vikundi au makundi yote matatu. Kwa maana ya wanawake walikuwa vikundi kama 22 hivi, walipata milioni 198, vijana
wakaja wakavikuwa vikundi 10 wakapata milioni 178, na watu wenye ulemavu walikuwa na vikundi vitatu wakapata milioni 78. Hiyo kwa kile kipindi tu cha mwezi wa 4 baada ya dirisha kufunguliwa mpaka 30 Juni. Lakini pamoja na hapo sasa, mwaka uliofuata wa fedha 25/26 huu ambao tunaendelea nao pia mpaka kufikia Mei tumeendelea kutoa mikopo zaidi ya bilioni 1.7, ambapo hiyo sasa ukija kuiangalia kwa takwimu zetu na fedha ambazo tumetoa, kikundi cha vijana peke yake kina jumla ya bilioni 1.078. Nadhani mnaona vijana ndio ambao wamepewa fedha nyingi kuliko makundi yote. Na kwa nini vijana? Kwa sababu tunaamini vijana ni dira, lakini vijana bado wana nguvu za kutekeleza majukumu yao. Kwa hiyo walikuwa na vikundi kama 60 hivi tangu tuanze kutoa mikopo ile dirisha lifunguliwe, tumewapa bilioni 1.07. Hao ni vijana peke yao. Lakini ukija kwenye kwa makundi yao, vikundi vya wanawake, hao tumewapa jumla shilingi milioni 539.1. Ilikuwa na jumla ya vikundi 59. Hao wote ni wanufaika. Lakini pia watu wenye ulemavu wao vikundi 20 tumewapa jumla shilingi milioni 148 mpaka kufikia Mei 2026. Kwa hiyo mtaona namna gani ambavyo serikali inaendelea kuhudumia jamii kupitia sera ambazo zimewekwa. Labda niseme pia kuna changamoto ambazo huwa zinajitokeza. Kila jambo huaga halikosi kelele au halikosi manunguniko. Kuna ambao wanakuwa wanaomba mikopo wakiwa na malengo binafsi, sio ya biashara, ni malengo binafsi. Lakini pia kuna ambao wanaomba mikopo wakiwa tayari wamepanga matumizi nje ya matumizi ya ile mikopo.